Siku moja baada ya Urusi kutembelea ule mji au mkoa wa Kursk ambao ulikombolewa kutoka katika mikono ya wanajeshi wa Ukraini wamefanya mashambulizi kwa kutumia makombora ambayo yamejeruhi raia katika eneo la mpaka na Urusi, na hii ni kwa mujibu wa kaimu gavana wa mkoa wa Kursk. Watoto wawili ni miongoni mwa watu 12 waliopata majeraha kutokana na shambulio la eneo la Kursk. Hii ni kwa mujibu wa kaimu gavana Alexander Kainstein. Raia 12 wakiwemo watoto wawili wamejeruhiwa kwa kushambuliwa na makombora ya Ukraini katika eneo la Kursk nchini Urusi. Kaimu gavana amethibitisha kutokea kwa shambulizi hilo. Katika chapisho ambalo amelibandika kwenye ukurasa wake wa Telegram, afisa huyo ameandika kwamba jeshi la Ukraini lilifanya shambulizi kubwa katika jiji la Lvov na barabara kuu ya Kursk-Lysychansk ambayo ilishambuliwa. Kutokana na shambulizi hilo, kwa bahati mbaya majeruhi 12, watoto wawili kati yao mwenye umri wa miaka 13 na mwenye umri wa miaka 16. Kwa mujibu wa kaimu gavana, mwathiriwa mdogo alipata majeraha ya vipande huku mtoto mwingine akipata mshtuko kutokana na mashambulizi hayo. Waathirika wengine ni pamoja na wanawake 7 na wanaume 3. Wote kwa sasa wamelazwa hospitalini wakiwa na majeraha pamoja na michubuko. Hakuna hata mmoja wa raia aliyepata majeraha ya kutishia maisha. Hii ni kwa mujibu wa Kainstein. Zaidi ya hayo, majengo 3 ya makazi na magari 4 yaliharibiwa katika shambulio hilo kwa kiwango cha uharibifu ambacho kinatathminiwa na mamlaka husika, kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na Kainstein. Kwa hiyo shambulizi hili linakuja ikiwa ni siku moja tu baada ya rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin kutembelea huo mkoa wa Kursk, ambao mkoa huo ulikombolewa na kuwa mikononi mwa Urusi. Na ifahamike eneo hilo la Kursk ni eneo ambalo lipo Urusi, lakini wa Ukraine waliingia tokea mwezi wa 8 mwaka 2024. Kwa hiyo rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin alitembelea eneo hilo kwa mara ya kwanza kabisa tangu lirejee katika mikono ya Urusi. Kwa hiyo Ukraine wanatueleza kwamba kile ambacho walikuwa wamekizungumza kwamba wao wanafaa kusitisha mapigano sio jambo la ukweli, bali wao wanaendeleza pale ambapo walishia. Lakini wakati Ukraine wakifanya mashambulizi hayo, tumeona rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin ametangaza kwamba anataka kuunda eneo la buffer au ukanda katika eneo la Ukraine. Vikosi vya Urusi vimekuwa vikijenga kituo cha ulinzi kwenye mpaka wa nchi hiyo. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, ambapo jeshi la Urusi limepewa jukumu maalum la kuunda eneo maalum la usalama kwenye mpaka na Ukraine. Amezungumza maneno haya Bwana Vladimirovich Putin. Kwa mujibu wa rais, anasema hayo katika mkutano na viongozi wa serikali ambao walikuwa wanajadili juu ya hali katika maeneo ya mpakani na Urusi, ikiwemo Kursk, Belgorod pamoja na Bryansk, lakini pia hatua za ziada za kusaidia wakazi waliopo katika maeneo hayo. Imeamuliwa kuunda eneo la usalama ambalo linahitajika mpakani. Vikosi vyetu vya kijeshi vinasuluhisha kazi katika maeneo hili kwa nafasi kubwa kwa ajili ya kuweza kuzuia maeneo ambayo yamekuwa yakitumiwa na adui kurusha risasi, ili vikosi vya Urusi vifanikiwe kuwaondoa maadui kabla ya kufanya mashambulizi kule nchini Urusi. Hii ni kwa mujibu wa taarifa Bwana Vladimir Putin. Wazo la kuunda hiyo corridor katika eneo ambalo linadhibitiwa na Ukraine kando ya mpaka ni wazo ambalo lilitolewa kwa mara ya kwanza na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin mwezi Machi mwaka 2024. Rais alisema Moscow inaweza hatimaye kulazimishwa kuunda eneo kama hilo ili kuwalinda raia katika mikoa ya mpaka dhidi ya mashambulizi ya masafa marefu ya Ukraine. Wanajeshi wa Urusi wao wameunda eneo la usalama ambalo litakuwa ni ngumu sana kwa adui kufanya mashambulizi katika maeneo hayo, hasa mashambulizi ambayo wanapewa msaada na nchi za kimagharibi. Putin matangazo haya ya Bwana Vladimir Putin yanakuja ikiwa ni siku chache tu tangu Ukraine wafanye hayo mashambulizi katika huo ukanda wa huko Kursk. Kwa hiyo hiki ambacho kimezungumzwa na rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin, anasema hii ni moja kati ya mpango ambao utahakikisha wao wanaidhibiti Ukraine dhidi ya mashambulizi. Katika siku 2 zilizopita, Kiev ilifanya shambulio kubwa la ndege zisizokuwa na rubani za masafa marefu katika maeneo mbalimbali ya Urusi, na kwa mujibu wa Wizara ya Ulinzi ya Urusi,
jumla ya ndege za kivita au hizo ndege zisizokuwa na rubani UAV 485 ambazo zilikuwa zimerushwa na Ukraine zilikuwa zimeshambulia maeneo mbalimbali au zilirushwa katika maeneo mbalimbali kwa muda wa saa 24 zilizopita, na takriban ndege zisizokuwa na rubani 63 zilinaswa katika mkoa wa Moscow, huku idadi kubwa zaidi ikinaswa katika mkoa wa Orey. Hii ni kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa na jeshi la Urusi au wizara ya ulinzi ya pale Urusi. Lakini pia tumeona ripoti nyingine ambayo pia inamueleza kwamba baada ya Vladimir Putin kuchukua hayo maeneo, hasa kuweka ni ukanda wa kiusalama the buffer zone katika jiji kuu la Ukraine kwa maana ya Kiev, sasa amesema wanaangalia namna gani ambavyo wanaweza wakaweka ukingo mwingine wa kiusalama katika ule mkoa wa Sami. Rais wa Urusi bwana Vladimir Putin anapanga kulichukua jiji la Sami na sehemu za eneo la Sami, lakini mpango huu ni mpango ambao upo katika ile mipango ya bwana Vladimir Putin. Na ifahamike tarehe 20 Vladimir Putin alitembelea hilo eneo la Kursk la Urusi, ambapo alifanya mkutano na viongozi wa eneo hilo kwa mujibu wa taarifa ambazo zilitolewa, na lengo la kufanya mkutano huo ilikuwa ni kuweka mipango mipya ya pamoja ya namna gani ya kuteka mji wa Sami na kunyakua maeneo mengine ya Sami. Na ripoti hiyo ni moja kati ya ripoti ambayo ilitolewa na mkuu wa wilaya ya Glushkovsky, anafahamika kama Pavel Zolotarev, ambaye alizungumza na kiongozi wa Kremlin na akasema kwamba wanaye mpango wa kutengeneza hiyo buffer zone kwenye eneo la mkoa wa Sami wa Ukraine. Kisha Putin alisema eneo hilo la buffer linapaswa kuwa na kina kipi, yani alimuuliza kwamba je, wanahitaji eneo hilo la buffer liwe na kina cha aina gani, ambapo Zolotarev alijibu kwamba Urusi inapaswa kukamata angalau Sami yote na kwamba Urusi lazima iwe ni kubwa zaidi. Kwa hiyo mission bado inaendelea iko pale pale kwamba Urusi wanahitaji kuichukua hiyo Sami, na mji wa Sami unapatikana karibu kilomita 25 kutoka katika mpaka wa kimataifa, na kuanzisha eneo la buffer ambalo linajumuisha jiji kunazuia vikosi vya ulinzi vya Ukraine kutumia au kufanya mashambulizi kwa kutumia mizinga, ndege zisizo na rubani kushambulia maeneo ya Urusi. Kwa mujibu wa vyanzo vya magharibi, wakati wa mazungumzo ya Ukraine na Urusi yaliyofanyika Mei 16 kule Istanbul, wajumbe wa Urusi walitishia kuteka eneo la Sami ili kuunda eneo ambalo linajulikana kama eneo la security buffer zone. Na matarajio ya Putin, wataalamu ambao wanazungumza wanasema kwamba Putin anaye matamanio ya kuhakikisha kwamba anayanyakua maeneo hayo na hakuna mtu ambaye anaweza akawazuia. Kwa hiyo bwana Vladimir Putin, pamoja na mambo mengine, mission zake bado ziko pale pale kwamba anahitaji kuchukua maeneo mengine, anahitaji kuchukua maeneo ambayo ni hatarishi kwa Urusi, na maeneo hayo ndio yale maeneo ambayo tunaita ni buffer zone, ambapo hapa atatengeneza corridor kwa ajili ya kuweka ulinzi wake pale na kuzuia mashambulizi ya aina yote ambayo yatakuwa yanatoka kwa adui, kama ambavyo imekuwa ikifanywa katika mji wa Kursk pamoja na maeneo kama Belgorod ambayo yamekuwa ikipata mashambulizi ya mara kwa mara kutoka nchini Ukraine. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.